Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya makundi matatu ya watu, je, wewe upo wapi kati yao leo? Unasoma surati Fatiha kila siku, lakini ndani yake Allah amegawanya watu wa dunia katika makundi matatu, na kila siku unapoishi maisha yako bila kujua unaweza kuwa kwenye kundi lolote kati ya haya. Fuatilia video hii mpaka mwisho uweze kujua wewe uko katika kundi lipi. Allah anasema katika surati Fatiha aya ya 6 na ya 7, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Njia ya wale uliowaneemesha, sio ya wale uliowakasirikia wala ya waliopotea. Haya ni makundi matatu ya watu wa dunia. Kwanza, walioneemeshwa, an'amta alaihim. Watu hawa ni wale wanaojua haki na wanaifanyia kazi. Allah anawataja kwenye surat An-Nisa sura ya 4 aya 69. Mitume wa kweli na watu wema. Wa mayuti Allah wa rasuli faulaika ma'al ladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina wasadiqina washahida waswalihina wa husna ulaika rafiq. Na anayemtii Allah na mtume, basi hao watakuwa pamoja na wale aliowaneemesha Allah miongoni mwa mitume wa kweli, mashahidi na watu wema, na hao ndio marafiki wema kabisa. Mfano wa leo, mtu anayesoma dini au elimu ya biashara kisha akaifanyia kazi kwa uadilifu, akaacha riba, udanganyifu na hila, na akaishi kwa ukweli hata kama ni mgumu. Mfano, mfanyabiashara mwaminifu anayefanya kazi kwa halali hata kama faida ni ndogo. Hawa wanajenga maisha na akhera pamoja. Kundi la pili, waliokasirikiwa, al-maghdubi alaihim. Hawa ni watu wanaojua ukweli lakini haufuati. Mfano wa leo, mtu anajua riba ni haramu lakini anaendelea kukopa kwa interest kubwa. Anajua uongo ni mbaya lakini anaendelea kudanganya wateja. Anasoma Qur'ani kila siku lakini haifanyii maamuzi ya maisha kulingana naye. Mfano, mtu mwenye elimu ya dini au maarifa ya biashara ya halali lakini anachagua shortcuts za haramu kwa faida. Hawa wanajua lakini hawatendi, na hili ndio kundi baya sana katika makundi haya. Mtu anayejua haki lakini anaipuuza. Kundi la tatu, waliopotea, dhalin. Hawa ni watu wanaofanya kitu lakini bila mwongozo sahihi. Mfano wa leo, mtu anafanya biashara lakini bila kujua sheria za halali au haramu. Anafuata mitandao au influencers bila kuchunguza ukweli. Anafanya ibada lakini kwa mila tu bila kuelewa maana. Anafanya ibada bila kujua maana. Mfano, mtu anachukua ushauri wa maisha kutoka kila mtu bila kujua chanzo chake ni sahihi au la. Hawa wanajitahidi lakini wako kwenye njia isiyo sahihi. Kwa hiyo maisha yako yanaweza kukupelekea kwenye makundi haya matatu: walioneemeshwa, wana elimu na matendo sahihi; waliokasirikiwa, wanajua lakini hawafanyi; waliopotea, wanafanya bila mwongozo sahihi. Ndio maana kila siku tunamwomba Allah, ihdina siratal mustaqima, tuongoze kwenye njia iliyonyooka. Swali ni moja: leo maamuzi yako yanafanya uwe kwenye kundi gani? Na kama upo kundi lisilo sahihi, uko tayari kubadilika? Andika kwenye comment, niko tayari. Usiache kusubscribe, kulike na kushare video hii ili wengine wapate mafunzo kama haya.
Allah atakulipa inshallah.